Hii ni sehemu ya 11 ya simulizi yetu hii ya General's Daughter. Nikukaribishe tu, tege sikio lako tuweze kujua mambo yalikuwaje. Mimi naitwa Trish na hii ni Light Simulizi. Karibu. Kanali Biabato alikuwa ni askari jeshi ambaye alikuwa amelitumikia jeshi kwa muda mrefu sana, na katika kipindi chake chote cha utumishi jeshini amekuwa akitumika sambamba na Jenerali Norman Bisare. Hii ikawafanya wawili hawa wa maswahiba kubwa sana. Wawili hawa wakaanza kushirikiana katika mambo mbalimbali ya kazini na ya binafsi. Bisare kwa kutumia cheo chake aliweza kumbeba Kanali Biabato na kumsaidia katika mambo mengi sana. Hii iliwafanya wazidi kuimarika katika urafiki wao. Kwa kutumia cheo chake, Bisare alihakikisha kwamba katika kila kituo ambacho alikwenda kufanya kazi, basi ni lazima na Kanali Biabato akafanya kazi katika kituo hicho. Baada ya urafiki wao kuota mizizi, Kanali Biabato alijikuta akianza kushiriki katika biashara chafu za Bisare, hususan biashara za silaha. Biashara hizi hata yeye zikaanza kumpa kipato kikubwa cha ziada na kuyafanya maisha yake kubadilika na kuwa bora zaidi. Katika maisha yake akawa akimshukuru sana Norman Bisare kwa kuona kwamba alikuwa ni mtu ambaye alikuwa amemtoa katika ufukara na kumfanya awe mtu mwenye ukwasi mwingi sana, yani utajiri. Na kwa upande mwingine akawa akijilaumu ni kwa nini hakujuana mapema na Bisare. Aliamini kama angejuana naye mapema, basi maisha yake yangekuwa bora zaidi. Ugomvi baina ya Bisare na Brigedia Mbaranga ulizidi kushika kasi. Ugomvi huo ukafika katika kiwango cha juu, hata kutengeneza uadui mkubwa sana baina yao. Mafahali hawa wawili kila mmoja akawa akitafuta namna ya kuhakikisha anamwangamiza mwenzake. Kila mmoja kwa sasa aliona kama mwenzake amekuwa kikwazo katika maisha yake, na ili aishi vizuri kwa raha mstarehe ni lazima amondoe duniani mwenzake. Siku moja majira ya mchana, Norman Bisare alimuita rafiki yake mkubwa Kanali Biabato nyumbani kwake. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Bisare aliamua kuitumia siku hii kuifanya mazungumzo na Kanali Biabato. Alijua kuwa yalikuwa ni mazungumzo marefu sana, yaliyohitaji muda mrefu, ndiyo maana alichagua siku ile ya mwishoni mwa juma. Ndiyo bosi, Biabato aliitika wakiwa ndani katika chumba maalum nyumbani kwa Bisare. Kazi zinaendaje Biabato? Bisare alimuuliza Biabato. Kama kawaida, biashara zetu kwa sasa zimeanza kuinuka tena mara baada ya kutikiswa na wimbi lililosababishwa na Mbaranga kipindi kile, Biabato alijibu. Okay, safi sana. Sasa siku ya leo ni siku ambayo nimeifanya ni maalumu kabisa katika maisha yako. Norman Bisare alianza kueleza sababu za kumuita Kanali Biabato pale nyumbani kwake. Kivipi bosi? Wanifanya nipate mushki wa kujua zaidi, Biabato alijibu. Usiwe na wasiwasi, utakijua kile nachotaka ukisema. Baada ya hapo Bisare alivuta pafu refu la sigara na kupuliza nje moshi wake. Alivuta pafu lingine na kutoa nje moshi kama alivyofanya hapo awali. Wewe kwangu uko katika namna nyingi sana. Kwanza kabisa, uaskari wangu mwaminifu kuliko wote. Pili, umshirika wangu katika biashara zetu. Tatu, umsiri mkubwa sana wa mambo yangu mengi. Kwangu wewe ni zaidi ya rafiki na zaidi ya ndugu. Una thamani kubwa sana kwangu, Bwana Biabato aliongea. Una thamani kubwa sana kwangu Bwana Biabato, Bisare aliongea. Hilo nalifahamu bosi, Biabato alijibu. Sawa, sasa leo nataka nikushirikishe siri ya maisha yangu. Katika maisha yangu nimekuwa na ndoto moja kubwa ambayo nimekuwa nikiishi nayo kwa miaka mingi sana. Daima nimekuwa na imani kwamba ndoto yangu hii itakuja kutimia. Sasa naona wakati wa kutimia kwa ndoto hii umekaribia. Bisare aliendelea kuongea. Ndoto gani hiyo jenerali? Kanali Biabato aliuliza. Katika maisha yangu
nimekuwa na ndoto ya siku moja kuja kuwa kiongozi mkuu wa nchi hii. Una maana ya kuwa rais wa nchi? Biabato alimkatiza Bisare. Exactly. Uko sahihi kabisa. Ndoto hii nimekuwa nikiishi nayo kwa miaka mingi sana. Ni ndoto ambayo nimekuwa nayo toka ningali mdogo kabisa, Bisare aliongea. Mara nyingi mtu ukiwa na ndoto katika maisha basi ni lazima utapigania na kuitimiza siku moja. Hata mimi nina imani kwamba unaweza kuitimiza ndoto yako, Kanali Biabato alijibu. Uko sahihi. Lakini kuna ugumu fulani katika mchakato wa kutimiza ndoto yangu. Kwanza kabisa, mimi ni mwanajeshi ambaye nimehudumu katika jeshi kwa muda mrefu sana. Mimi sina umaarufu wa kisiasa. Kwa hiyo nikisema nifuate processes zinavyotakiwa, ni lazima nitashindwa na ndoto yangu haitakuja kutimia mpaka nitakapoingia kaburini, Bisare aliongea. Kwa hiyo kuna namna ambayo natakiwa nifanye ili niweze kuwa rais, Kanali Biabato aliuliza. Namna gani hiyo? Una maana ya overthrow, yani kufanya mapinduzi? Exactly. Overthrow the only way. Yani mapinduzi ndio njia pekee. Lazima nifanye overthrow ya the existing president. Yani lazima nifanye mapinduzi ya kiongozi aliyepo. Pasipo kufanya mapinduzi ya kijeshi, basi sitoweza kuwa rais kama, Bisare alijibu. Lakini jambo hili ni zito na gumu sana bosi. Ni kweli kabisa. Hili ni jambo zito na gumu kama ambavyo umesema. Lakini uzito na ugumu huo uwepo kama hujajiandaa, Bisare aliongea. Una maana gani mkuu? Kama ambavyo nilikueleza hapo awali kwamba jambo hili nimekuwa nikiishi nao tangu utoto. Hivyo katika kipindi chote cha maisha yangu nimekuwa nikifanya maandalizi ya kulitengeneza jambo hili. Kwa hiyo jambo hili litakuwa rahisi sana, tofauti na ambavyo litakiwa liwe gumu. Jambo lolote ukilifanya kwa kutumia akili kubwa ni lazima liwe rahisi, Bisare alijibu. Kanali Biabato alikuwa akimsikiliza Nonimani Bisare, lakini moyo wake ulikuwa baridi sana, uliojawa na hofu. Jambo ambalo swahiba wake huyo alimwambia lilikuwa kubwa na la hatari sana, ambalo katika maisha yake hakuwahi kulidhania. Hebu niambie hayo maandalizi unayosema, Kanali Biabato aliongea. Kwanza kabisa, mapinduzi ya kijeshi yanatakiwa uwe na jeshi imara na lenye akili na nguvu. Na kwa kulijua hili, basi katika maisha yangu nimekuwa nikiwatengeneza askari imara ambao watakuwa sehemu ya mapinduzi haya. Aliposema hivyo, moyo wa Kanali Biabato ukazidi kuwa na hofu, kwani yeye mwenyewe alikuwa ni mmoja wapo wa askari ambao walikuwa wametengenezwa na Bisare. Hii ilikuwa na maana kwamba hata yeye alikuwa ni sehemu ya mapinduzi hayo, kama ambavyo Bisare alisema hapo awali. Katika wanajeshi ambao nimewatengeneza, mmoja tu ndiye aliniangusha. Huyu ni mwanangu wa damu kabisa, binti yangu Meja Jenerali Sesi. Nilikuwa na ndoto kubwa sana na mwanangu huyu kwamba ndiye atakuja kuwa mstari wa mbele katika mapinduzi haya na baadaye tuishike nchi kwa pamoja. Lakini sifahamu mwanangu huyu amerithi damu ya wapi. Siku zote amekuwa tofauti na mimi, baba yake. Amekuwa akisimama katika mstari wa uzalendo, Bisare aliongea kwa uchungu mwingi sana. Hivi huyu mzee mbona yupo kimya sana? Kuna usalama kweli katika ukimya huu? Brigadia Mbaranga aliuliza. Hata sisi tunashangaa bosi, ukimya wake si wa kawaida. Lazima kuna jambo la hatari atakuwa analiandaa, Solo kijana wa Brigadia Mbaranga alijibu. Huyu ni lazima atakuwa amepanga kutushambulia kimya kimya. Yule mzee ni hatari sana katika kupanga misheni za siri na za hatari, Mbaranga alijibu. Hii ina maana kwamba tunatakiwa tukae kimya, tumejiandaa muda wote, kwani vita hii kwa sasa imegeuka sura, imekuwa ni vita ya kuviziana, Solo aliongea. Na kwa hali hii, yule ambaye atakuwa amezichanga karata zake vizuri ndiye ambaye ataibuka mshindi, Brigadia Jenerali Mbaranga alijibu.
Kama ambavyo nilikushaambia siku za nyuma kwamba mzee huyu ni lazima tumwangushe. Kuna mpango wa maangamizi niko na upanga. Nikiukamilisha nitakuonyesha. Solo aliongea. Ndio maana huwa nakuamini sana kijana wangu. Yaani una akili ya kujiongeza. Huo mpango ufanye haraka haraka kabla huyo mpuuzi hajatuwahi. Brigadia Mbaranga aliongea. Usijali kuhusu hilo bosi wangu. Huyu mbwa mzee lazima nitamwangusha tu. Hakuna ambaye amewahi kuendelea kuwa hai mbele ya mkono wangu. Solo alijigamba. Na ndio maana nikakuajiri. Na ukiendelea kufanya kazi yako vizuri, basi nakuhakikishia utavuna pesa nyingi sana. Si unajua pesa kwangu mimi si kitu. Brigadia Mbaranga akaongea kwa kujimwagia sifa. Majira ya mchana, Jenerali Noniman Bisare aliketi katika bustani ya maua na matunda iliyokuwa nyuma ya nyumba yake pale Camp namba 26. Alikuwa akipunga upepo huku akitafakari mambo kadhaa katika maisha yake. Alijaribu kutafakari namna ambavyo alitengana na watu wake wa muhimu ambao kwa sasa walikuwa wamegeuka na kuwa adui zake wakubwa. Alijiuliza ni kwa nini mambo yalikuwa yamekwenda kombo kiasi kile, lakini hakupata jibu. Alifikiria binti yake na mwanae wa pekee Meja Jenerali Sesi. Alijiuliza ni kwa nini binti yake alikuwa mkaidi, amsikilizi huku akisimamia msimamo yake ya kizalendo. Jambo hilo lilizidi kumuudhi sana mpaka akajikuta akitoa msonyo mrefu. Alijiuliza labda kwa sababu alikuwa mtoto wa kike ndio maana alikuwa dhaifu. Alihisi kama angekuwa na mtoto wa kiume basi angeweza kufuata nyayo zake na kumrithi kila kitu. Yaani kwa mzee Bisare kuwa na misimamo ya kizalendo na kutetea haki kwake, yeye anaona ni udhaifu. Kwake ushujaa ni kuzitafuta pesa kwa njia yote ile, hata ikiwa ni kutoa roho ya mtu. Kwake ilikuwa sawa tu. Mtoto mshenzi sana yule. Nadhiri yangu ya kumua bado iko pale pale. Kinachofanyika ni kwamba anakirefusha kifo chake. Kifo kiko pale pale. Bisare alifoka. Akapiga pafu moja la sigara na kisha akapuliza moshi nje na kutazama namna ambavyo ulikuwa ukielea angani na kuchukuliwa na upepo. Baadaye tafakuri yake ikahama kutoka kwa binti yake na kwenda kwa aliyekuwa rafiki yake mkubwa katika maisha yake, yani Brigadia Jenerali Bufa Mbaranga. Alishangaa rafiki yake yule alikuwa amekumbwa na pepo gani mpaka akaamua kukwaruzana naye na hatimaye kuangukia katika bonde refu la uadui mkubwa mpaka kufikia kuindana kwa lengo la kuuana. Alihuzunika sana. Alivuta kumbukumbu na kukumbuka namna ambavyo yeye na Brigadia Mbaranga walivyokutana na kutokea kuwa marafiki wakubwa sana. Bantu Military Training Base. Miaka 40 iliyopita, kipindi hicho Jenerali Noniman Bisare alikuwa bado kijana mdogo kabisa. Alikuwa bado ndiye ametoka kujiunga na chuo cha mafunzo ya kijeshi kilichokuwa kikiitwa Bantu Military Training Base. Ilikuwa ni furaha kubwa sana kwake kufanikiwa kujiunga na chuo hiki, kwani katika maisha yake kazi ya askari jeshi alikuwa akipenda sana na ilikuwa ndoto yake kubwa siku moja kuja kuwa mwanajeshi, na hatimaye ndoto yake ilikuwa imetimia. Furaha yake ilikuwa haina kifani kwa sababu aliamini kwamba kuwa mwanajeshi ni njia ya kutimiza ndoto yake kubwa kabisa ambayo amekuwa akiishi nayo katika maisha yake. Ndoto hiyo ni siku moja kuwa rais wa nchi ya Bantu. Hakuwa akifahamu ni sifa gani ambazo mtu unapaswa kuwa nazo mpaka uweze kuwa rais. Yeye anakumbuka wakati anakuwa alikuwa akiambiwa na wenzake kwamba ili uweze kuwa rais, ili kupasa wewe mwanajeshi, aliambiwa kwamba pasi kuwa mwanajeshi kamwe hutaweza kuwa rais. Basi akaanza mikakati yake kwa kuamua kutuma maombi ya kujiunga na jeshi. Bahati nzuri maombi yake yalijibiwa na akawa miongoni mwa vijana wengi ambao walikuwa wamechaguliwa kujiunga na jeshi. Jenerali Noniman Bisare aliwahi sana kufika chuoni. Alikuwa ndiye mwanafunzi wa kwanza kabisa kuripoti. Alikuwa hataki kabisa kuipoteza nafasi yake eti kwa uzembe kwa kuchelewa kuwasili. Hii ilimfanya ajikute amekuwa mwenyeji zaidi pale chuoni kulikuwa na chuo wenzake wote ambao walikuwa akija baadaye, kwa sababu wiki yote ile ilikuwa ni ya kuripoti. Kwa kuwa kwake alijikuta ametengeneza jina na kuwa maarufu kwa walimu wa chuo kile. Bwana Bufa Mbaranga naye akiwa kijana mdogo kabisa aliwasili pale chuoni. Naye alikuwa ni miongoni mwa wanafunzi waliochaguliwa kuhudhuria mafunzo ya kijeshi katika chuo kile.
Tofauti na bwana Noniman Bisare, Bwana Mbaranga yeye alikuwa amekuja kwa kuchelewa sana pale chuoni. Alifika siku ya mwisho kabisa. Haikuweza kufahamika ni nini ambacho kilifanya achelewe kiasi kile kuripoti chuoni. Katika vyuo vya kijeshi huwa si mahali pa kubembelezana. Hapo huwa ni mahali pa kufunza ukakamavu, utimamu wa mwili, nidhamu, ujasiri na mengine mengi. Hivyo huko mambo ya kuoneana baina ya wanafunzi kwa wanafunzi huwa ni jambo la kawaida sana. Huko huwa hutakiwi kuwa mzembe na kulala hovyo. Unatakiwa uwe mchangamka na ujasiri. Tofauti na hivyo utapata tabu sana kwa kuonewa kila siku, kila mahali na kila mtu. Bwana Noniman Bisare alikuwa ni kijana mwenye mabavu sana. Wengi walimuogopa kwani kila aliyethubutu kumchallenge alikusha pigana na wenzake wengi sana ndani ya kipindi hicho cha muda mfupi na kuwashinda. Hii ilimfanya aogope pale chuoni na kutengeneza ufalme wake. Siku moja Bwana Bufa Mbaranga alikuwa akitembea hapa na pale chuoni kwao kwa lengo la kubarizi. Pia lengo lake jingine lilikuwa ni kuyajua vizuri mazingira pale chuoni. Katika tembea yake akajikuta amekwenda katika eneo fulani ambalo lilikuwa hakuna watu. Eneo lile lilimvutia na kutaka akae kule kwa muda fulani apoteze mawazo. Bufa Mbaranga akachagua mahali ambapo aliona panamfaa, akaketi. Alipapenda sana mahali pale kwani palikuwa ni tulivu sana. Akiwa ameketi mahali pale kwa dakika kama 6 tu, ghafla likatokea kundi la watu kama 4 hivi. Watu wale walionekana wamekwenda pale kwa shari, hasa ukitizama muonekano wao. Bwana Bufa Mbaranga alishtuka kidogo na kuingiwa na hofu, kwani watu wale walikuwa wanatisha kwa matambo yao. Watatu walikuwa wamekwenda hewani, halafu wamejengeka misuli yao. Wakati ule wa 4 alikuwa mfupi, lakini naye alikuwa si haba. Alionekana yeye mwenye siha njema na misuli iliyojengeka barabara. Bwana Bufa Mbaranga ikambidi asimame ili apate kujua nini ambacho kilikuwa kimejiri kwa watu wale kumjia kishari namna ile. Hakuwa akikumbuka kama alikuwa na ugomvi na mtu yeyote miongoni mwao. Hatimaye leo tumekutana. Tena tumekutana mahali pazuri kabisa pa kupendeza ambapo nadhani tutaweza kuwekana sawa. Bwana mmoja ambaye alikuwa ni kiongozi wa kundi lile aliongea. Kwani kuna nini ndugu zangu? Mbona mwanijia kwa shari? Bwana Bufa Mbaranga aliuliza huku akitetemeka, maana hali ilikuwa ikimkabili ilikuwa ni hatari sana kwake. Wasemaje wewe? Yaani leo wajifanya umesahau au sio? Halafu ngoja nikuweke sawa. Wewe na sisi hatuna undugu wowote. Bwana yule aliongea. Basi sawa, isiwe kesi. Mimi na ninyi sikumbuki kama tumewahi kuwa na ugomvi nanyi. Bwana Bufa Mbaranga alijibu. Ama kweli mtenda usahau, lakini mtendewa katu huwa hasahau. Yaani wewe umesahau siku ile nilipokuomba dawa ya meno? Bwana yule aliongea kijaribu kumkumbusha. Bwana Bufa Mbaranga alipovuta kumbukumbu ndipo aliweza kukumbuka kile ambacho bwana yule alikuwa akisema. Alikumbuka vyema bwana yule kwamba alishawahi kukutana naye siku za nyuma, na bahati mbaya kukutana lao alikuwa nzuri. Ilikuwa ni siku ya pili tangu Bwana Bufa Mbaranga afike pale chuoni. Ilikuwa ni maeneo ya bafuni ndipo bwana yule alipomwendea na kumwomba dawa ya meno. Bwana Bufa Mbaranga alimnyima bwana yule dawa ya meno. Mbaya zaidi alimnyima dawa hiyo huku akimkejeli na kujitutumua kuonyesha babe wake mbele ya bwana yule. Alifanya vile kwa sababu kichwani alikuwa na dhana aliyomezeshwa kwamba maisha ya chuo ya kijeshi ni kibabe. Hakuna kuoneana huruma. Bwana yule wa ustaarabu kabisa alimwomba radhi Bwana Bufa Mbaranga, akiamini kwamba kumwomba kwake dawa alikuwa amemkera sana. Basi hilo likawa kosa kubwa sana. Bwana Bufa Mbaranga akaona kama kijana yule alikuwa mdhaifu na alikuwa akimwogopa. Hapo hapo akaanza kuporomosha mvua ya matusi. Hali ile ilikwenda mbali mpaka ikafika Bwana Bufa akamkwida fulana yake na kumnasa kibao. Bwana yule hakutaka kumrudisha, ingawa alionyesha kugadhibika. Baada ya watu kusikia kelele za zogo lile, walikwenda haraka mle bafuni na kuwaamua. Bwana Bufa Mbaranga aliendelea kuporomosha matusi wakati bwana yule akiwa kimya kabisa. Baadaye ili kuepusha shari zaidi, bwana yule akaamua kutoka mle bafuni. Akamwacha Bwana Bufa Mbaranga akiendelea kuporomosha matusi yake huku akijigamba kwamba hakuna yeyote
anaweza kupambana naye. Baada ya bwana yule kuondoka, watu walimtuliza bwana Bufa Mbaranga ambaye jaziba yake ilikuwa juu mpaka akatulia. Walipoona ametulia wakatoka na kumwacha mle bafuni. Shenzi kabisa. Nadhani kuanzia sasa kila mmoja hapo chuoni atakuwa ananiogopa. Kwa sasa nitaishi kwa raha nikifanya lolote nitakalo. Bwana Bufa Mbaranga aliwaza moyoni mwake. Nadhani kila mmoja sasa atakuwa anaamini kwamba mimi ni mbabe, kwa sababu wamenishuhudia mziki wangu kwa mpuzi ule. Nadhani watakwenda kusimulia chuo kizima. Bwana Bufa Mbaranga aliendelea kuwaza huku akisugua meno yake. Uso wake ulionekana kuchangamka, kudhihirisha furaha aliyokuwa nayo ndani ya moyo wake. Akaanza kunawa uso huku akitungua nyimbo ambazo hazieleweki. Lakini kwa upande mwingine bwana Bufa Mbaranga hakujua kwamba alikuwa amechokoza moto ambao katu asingeweza kuuzima. Hakujua kwamba mtu ambaye alimfanyia kejeli na kumdhalilisha kule bafuni alikuwa ni wa hatari sana. Kilichokuwa kikifanyika kadri siku zilivyokuwa zinakwenda mbele ni kwamba bwana Bufa Mbaranga kuwekwa kwenye rada za bwana yule pasi mwenye kujua. Na siku ile ile ikawa ndio bwana Bufa Mbaranga ameingia rasmi katika 18 za mwamba yule. Nisamehe bwana, lakini siku ile ilikuwa bahati mbaya. Bwana Bufa Mbaranga alijaribu kujitetea. Ilikuwa bahati mbaya au sio? Yaani kunikejeli na kunidhalilisha kote kule. Kwako ilikuwa ni bahati mbaya. Yaani mimi kukuomba dawa ya meno tu, kwako ikawa kosa. Bwana ule aliongea kwa ghadhabu na machungu. Nisamehe bwana, siku ile ni shetani tu ndiye ambaye alisababisha nikafanya vile. Naomba tumwache shetani apite tafadhali. Bwana Bufa Mbaranga aliendelea kujitetea mbele ya wababe wale. Bosi huyu tunamchelewesha. Anaonyesha ni bingwa wa kutamba ngonjera. Bwana mmoja aliongea. Kwa hiyo kila unapokuepo wewe, basi shetani huwa anakuwa pembeni yako au sio? Sasa leo tutamtoa huyo shetani ili siku nyingine asikuingie na kufanya mambo ya kipuuzi. Bwana yule aliongea. Akisha kuongea hayo, alimkuida bwana Bufa Mbaranga kama yeye alivyomfanyia siku ile kule bafuni, kisha akambandika kichwa cha kwenye komo. Kichwa kile kilimwingia barabara bwana Bufa Mbaranga na kumfanya hisi kama ndani ya kichwa chake kulikuwa na watu ambao walikuwa wakipiga na kucheza ngoma ya mdundiko. Kabla hajakaa sawa, alipokea ngumi ya taya na kisha akabandikwa nyingine 3 za tumbo. Bwana Bufa Mbaranga aliinama huku akipiga yowe la uchungu akilishika tumbo lake. Hapo ndipo mvua ikipigwa kutoka kwa wale jamaa zake wote kwa mpigo ilianza kumshukia. Jamaa wale walimpiga kweli kweli, damu zilikuwa zikimvuja puani na mdomoni. Lakini jamaa wale hakukoma kugawa dozi. Waliendelea kumpiga wakidhamiria kwamba lile litakuwa fundisho kwake. Bwana Bufa Mbaranga mpenda jeuri. Ilitokea ghafla sana ambapo kipigo kile kilikoma ghafla. Pale chini alipokuwa amekaa bwana Bufa Mbaranga aliinua uso wake kutizama nini ambacho kilikuwa kimewasibu watu wale mpaka wakasitisha kipigo kile. Macho yake yaliweza kumwona mtu mmoja ambaye kwa wakati ule hakuweza kumtambua vizuri akiwapa kipigo wabe wale. Jamaa wale walipigwa haswa. Walionekana si lolote na si chochote mbele ya bwana yule. Dakika kadhaa mbele za mashambulizi watu wale wanne waliona migundie ilikuwa jawabu la kukwepa kipigo kile. Wakaamua kuchenja mbuga na kumwacha Bufa Mbaranga akiwa hoi pale chini, huku jamaa yule akienda kumsaidia. Pole sana ndugu. Watu hawa baya sana. Mtu yule aliongea huku akimsimamisha bwana Bufa Mbaranga. Naitwa bwana Nonman Bisare. Mtu yule alijitambulisha akimpa mkono bwana Bufa Mbaranga. Asante sana. Naitwa bwana Bufa Mbaranga. Nashukuru sana kwa kuokoa maisha yangu. Bwana Bufa aliongea. Pole sana. Naona umeumia sana. Yaani washenzi wale wamenifanya vibaya. Yaani wangeweza kuniua kabisa. Bwana Bufa Mbaranga alalama. Nadhani ni vyema nikupeleke ukapate tiba, maana hatuwezi kujua ni athari kiasi gani utakuwa umeipata. Bisare aliongea. Nashukuru sana kwa wema wako bwana Bisare. Bufa alijibu. Baada ya hapo Nonman Bisare alimchukua bwana Bufa Mbaranga na kwenda naye katika hospitali ya jeshi iliyokuwa pale kambini kwa matibabu zaidi. Nashukuru sana bwana Bisare. Yaani bila wewe leo hii ningeweza kuwa hata marehemu. Bufa aliongea.
Ilikuwa ni katika chumba cha Bwana Noniman Bisare pindi alipokuwa ametoka hospitali pamoja na Bisare. Bwana Noniman Bisare akaamua kwenda naye katika chumba chake ili akampumzishe, huku yeye akimfanyia uangalizi wa karibu. Usijali Bisare, binadamu ni kusaidiana katika shida na raha. Yaani leo umekuwa kama malaika. Nashukuru sana. Lakini pia naomba nisamehe, kwani inawezekana nikawa nimekuingiza katika matatizo na watu wale hawa baadaye. Bwana Bufa Mbaranga aliongea. Usijali kuhusu hilo. Wale ni watoto wadogo sana kwangu. Hawaniwezi kwa lolote. Nilijua watu wale kuna kitu wanataka kufanyia, kwani niligundua kufanyia upelelezi kwa siri kabisa bila wewe kujua. Upelelezi wao ulianza siku kadhaa nyuma. Noniman Bisare alijibu, kumbe ndio ilivyokuwa. Bwana Bufa alishangaa. Yes, hivyo ndivyo ilivyokuwa. Nilipoona hivyo nami nikaamua kuanza kuwafuatilia kwa siri ili niweze kujua nini ambacho walikuwa wakitaka kufanyia. Bwana Noniman Bisare aliongea. Nashukuru sana Bwana Bisare. Nami nahitaji kuwa shujaa kama wewe. Naamini utanifundisha. Bwana Bufa Mbaranga aliongea. Usiwe na mashaka, ni mazoezi tu. Subiri kwanza mwili wako ukae sawa, kisha tutaanza mazoezi binafsi. Bwana Noniman Bisare alijibu. Basi hapo ndipo urafiki baina ya wawili wale ulipoanzia. Urafiki wao ulizidi kukua na kutokea kwa marafiki wakubwa sana. Waliendelea kufanya mazoezi binafsi kwa pamoja, huku Bwana Bisare akimfundisha Bwana Bufa Mbaranga mbinu mbalimbali za mapigano. Na hii ilisababisha kadri siku zilivyokuwa zikienda uwezo wao, yani uwezo wa Bwana Bufa Mbaranga kukua kwa kiwango kikubwa sana. Wakufunzi waliwapenda sana hawa watu wawili. Hii ni kwa sababu walikuwa ni vijana ambao walikuwa na uwezo mkubwa sana darasani na hata katika mpambano. Hakuna mwanafunzi yote pale chuoni ambaye alikuwa anaweza kuwafikia japo nusu. Hii iliwapatia sifa kubwa sana. Ndani ya ukumbi wa Mwalusako Club, muziki ulizidi kurindima. Watu walikuwa wamefurika sana. Walikuwa wakicheza muziki kwa furaha kubwa. Pia wakati huo pombe na sigara zilikuwa zikiteketezwa kwa awamu kubwa ya watu waliokuwa ndani ya ukumbi ule. Wengi walikuwa wakicheza katika jozi ya jinsia tofauti. Kila mwanaume alikuwa na mwanamke wake ambaye walikuwa wakicheza pamoja. Wachache sana ambao walionekana kucheza peke yao. Katika sehemu moja ya kumbi alionekana Bwana Noniman Bisare akiwa anacheza na mrembo mmoja, huku katika upande mwingine wa ukumbi alionekana Bwana Bufa Mbaranga akiwa na mrembo pia wakisakata dansi. Mambo yalionekana kuwa moto moto. Na kipindi hicho mishale ya saa ilikuwa ikisoma saa 4 ikifuatwa saa 5. Mrembo sana kisura yeye. Bwana Noniman Bisare aliongea huku akiendelea kucheza muziki. Nawe unadhifu sana barabara wewe. Najisikia fahari kubwa na wewe. Mrembo yule alijibu, nashukuru sana. Nami najisikia fahari kumpata mrembo ambaye sifa zilizokamilika na kuitwa mrembo wa dunia. Bwana Noniman Bisare aliongea. Acha kunipamba bwana. Hivi unajua mimi niko kazini? Mrembo yule aliongea. Najua upo kazini na pesa kwangu sio shida. Twende basi tukamalizane. Bwana Noniman Bisare aliongea. Okay, hayo ndo maneno. Mrembo yule alijibu kwa akianza kuondoka akiwa ameshikana mkono na Bwana Noniman Bisare. Katika upande wa pili wa ukumbi, Bwana Bufa Mbaranga naye alikuwa akimwambia msichana aliyekuwa naye. Mwili wote umejawa na hamu. Muziki wa sasa naona haupande kabisa. Twende tukamalizane. Hilo halina shida, ili mradi pesa yangu iwepo. Mrembo yule alijibu. Pesa si kitu kwangu. Mimi ni zaidi ya benki. Leo utaogelea pesa. Bwana Bufa Mbaranga alijibu. Baada ya hapo wakashikana mikono na kuanza kutoka nje ya ukumbi. Wakati huo Bwana Bisare naye alikuwa amefika na mrembo wake, na wote kwa pamoja wakaambatana kwa sababu walikuwa wakienda eneo moja. Hatua takriban 60 kutoka pale Mwalusako Club palikuwa na jengo moja ambalo lilikuwa bado halijakamilika katika ujenzi. Jengo lile lilikuwa likiheshimiwa sana na wapenda ujenzi ambao walihudhuria pale Mwalusako Club. Jengo hili walikuwa wakilitumia kama mahali pao rasmi pa kumalizia haja zao za ngono. Wauza na wanunua ngono hao walikuwa wakienda katika jengo lile na kupeana kwa mujibu wa muda na pesa waliokubaliana. Hata Bwana Noniman Bisare pamoja na Bwana Bufa Mbaranga nao walikuwa ni miongoni mwa wazinzi ambao walihudhuria katika jengo lile kwa usiku ule.
Hii ina maana kwamba walipotoka mle ukumbini, moja kwa moja alielekea katika jengo lile kwa minajili ya kujipatia burudani kutoka kwa wanawake wale. Pesa kwanza. Mrembo yule aliyekuwa na bwana Noniman Bisare aliongea huku akinyosha mkono wake kumomba pesa. Ndio, pesa kwanza, huduma inafuata. Msichana yule mwingine aliyekuwa na bwana Bufa Mbaranga naye aliunga mkono. Kwa hiyo ninyi warembo mnatuonaje? Mnaona kama si maskini tusio na pesa sio? Tangu lini nyama ikamezwa pasi kutafunwa? Bwana Noniman Bisare aliongea. Pesa hapa ipo warembo. Mbona mnakuwa na mashaka? Hebu acheni kuweka vipengele vikaa vingi. Bwana Bufa Mbaranga naye alizungumza kauli ya kishawishi. Sisi tunapa, lakini kumbukeni kuwa waaminifu. Mkileta ujuaji tutawatia nao maisha. Maana sisi tuko kazini. Mwanamke yule ambaye alikuwa na Noniman Bisare alijibu. Basi baada ya hapo mambo hayakuwa mengi zaidi. Wazinifu wale wakamkaribisha shetani aanze kucheza dansi mahali pale. Walianza kupeana ngono. Kwa kuwa bwana Noniman Bisare na bwana Bufa Mbaranga hakuwa wamekutana kingono na wanawake kwa muda mrefu, basi siku ile kwao ilikuwa kama neema. Walihakikisha hamu yao yote wanaimaliza. Wanawake wale mbona walijuta kwa suruba aliyoipata? Yaani hata kama ilikuwa kwao ni kama kazi, lakini ile ya siku ile ilikuwa imezidi. Miji baba ilikuwa ikisurubu pasi huruma hata kidogo. Asanteni sana warembo. Hakika leo tumepata burudani ambayo tulikuwa tumeikosa kwa muda mrefu. Bwana Noniman Bisare aliongea huku akivaa suruali yake. Pesa, tunaomba pesa zetu. Mwanamke yule aliongea huku akinyosha mkono wake na kuvisugua vidole viwili kiasi kwamba vikatoa mlio. Na wakati huo alikuwa akichezea kalio moja kuonyesha kwamba hakuwa kitaka masiara kabisa. Pesa ya nini tena? Bwana Noniman Bisare aliuliza. Wakati huo bwana Bufa Mbaranga naye alikuwa amemaliza na mwanamke ambaye alikuwa naye akiwa akidai fedha kama mwanamke yule kwa bwana Noniman Bisare alivyokuwa akifanya. Si nimekupa penzi wewe? Kwa hiyo ulikuwa unadhani kwamba nimekupa bure? Mwanamke yule aliuliza huku jaziba ikianza kumpanda. Lakini kwani niliyepata raha ni mimi peke yangu? Si hata wewe umepata raha. Sasa kwa nini mimi niwajibike kulipa wakati raha tumepata wote? Bwana Bisare aliuliza. Hata ninyi mna wajibu wa kutulipa kwa sababu mmepata raha kama ambavyo sisi tumepata. Bwana Bufa Mbaranga naye alijibu. Kauli ile ya bwana Bufa Mbaranga ndio ikaamsha mashetani ya wanawake wale. Wakawakwida wanaume wale na kukomaa nao kwamba walipe pesa zao. Lakini walikuwa wamekosea toka mwanzo kukubali kwa mapenzi, wakifikiri kwamba alikuwa na pesa. Bwana Noniman Bisare na Bufa Mbaranga kwa wakati ule hakuwa na pesa yote zaidi ile nauli ya kuwafikisha kambini tu. Mtatupa pesa yetu, la sivyo tutawaitia nje. Mwanamke mmoja akafoka. Lakini hatukuwa tumekubaliana kuleteana noma, tulikubaliana tuje kufanya mapenzi. Tumekwisha kamilisha shughuli iliyotuleta, basi tuacheni tuondoke kwa amani. Bwana Bisare aliongea. Hapana, lazima mtoe pesa yetu. Wabakaji nyinyi. Jamani watubaka. Mwanamke mmoja aliongea huku akianza kupiga kelele na za kuomba msaada. Jamani nabakwa, msaada nabakwa. Mwingine naye kaunga mkono. Aisha kuwa noma hii Mbaranga. Bwana Bisare aliongea. Wamechafua hali ya hewa. Nyie wapumbavu, hebu acheni kelele. Bwana Mbaranga aliongea. Wanawake wale hawakujibu, wakaendelea kupiga kelele huku wakiwa bado wamewakwida wanaume wale. Kuona hivyo bwana Noniman Bisare alimnasa kibao mwanamke wake, huku Bufa Mbaranga naye akifanya hivyo hivyo. Pamoja na kipigo kile, wanawake wale hawakukoma. Waliendelea kupiga kelele za kuomba msaada. Wakati huo watu walianza kumiminika katika jengo lile ili kujua nini ambacho kilikuwa kinajiri. Kelele za kuomba msaada za wanawake wale ziliwashtua. Walipofika mle ndani walikuta wanawake wale wakiwa wamewakwida bwana Noniman Bisare na Bufa Mbaranga huku wakizidi kupiga kelele za kuomba msaada. Kuna nini hapa? Mwanaume mmoja miongoni mwa wananchi aliuliza. Wanaume hawa walikuwa wametuteka na kutuleta humo ndani na kisha akawa anataka kutubaka. Mwanamke yule ambaye alikuwa na bwana Bisare alijieleza. Jamani, sisi sio waba. Bwana Bufa Mbaranga hakumalizia kauli yake ya utetezi. Alipokea ngumi ya shavu kutoka kwa mwananchi yule. Kitendo kile kilimuudhi sana Bwana Bufa Mbaranga, ambapo alimtizama bwana Bisare
na kumfanyia ishara kwa kumkonyeza. Pumbavu kabisa. Yaani ninyi ni wabakaji. Sasa mtakwenda polisi. Lakini kabla ya kwenda polisi, lazima tuwafunze adabu. Bwana yule aliongea. Wananchi wale wakainua silaha zao ambazo walikuwa nazo mikononi tayari kwa kuanza kuwashambulia. Adhima ya wananchi wale haikuweza kufanikiwa, walijikuta kupata upinzani mkubwa sana kutoka kwao. Ilikuwa ni mapigano makali sana ambapo wananchi wale walijikuta kujeruhiwa vilivyo. Bwana Noni Manibisare na Bwana Bufa Mbaranga waliwapiga wananchi wale kipigo cha mbokoko. Mwishoni wanawake wale nao walichanganywa na walipata kipigo heavy kweli kweli. Walijuta ni kwa nini waliyakuza mambo yale na koma kubwa kiasi kile. Baada ya hapo Bwana Noni Manibisare na Bwana Bufa Mbaranga walikwenda mpaka katika ukumbi wa Malusako Club ambapo walipora pikipiki. Ilikuwa ni mojawapo ya pikipiki ambazo zilikuwa zimeegeshwa pale nje. Ilikuwa ni rahisi tu kwao. Walikata nyaya fulani na kuziunganisha. Nyaya zile zilitoa cheche na kisha pikipiki ikawaka. Wakatoweka eneo lile wakiwa wameacha majanga ya mwaka. Mwendo wa takriban saa 1 na kama dakika 3 hivi uliwatosha kutoka mjini mpaka katika chuo cha kijeshi. Walikuwa wamebakiza kilomita kama 2 kufika chuoni. Wao. Bufa, hebu simamisha pikipiki. Bwana Noni Manibisare aliongea. Vipi? Kwani kuna nini? Baranga aliuliza huku akisimamisha pikipiki kama ambavyo aliambiwa. Hivi huoni kama tumekaribia chuoni? Na kuona unakoleza moto tu pikipiki. Bwana Bisare aliongea. Sasa sisi tunatakiwa tuwai. Bwana Bufa Mbaranga aliongea. Tumia kichwa chako wewe. Hii pikipiki tunatakiwa tuitelekeze hapa. Hatutakiwi kwenda na pikipiki mpaka chuoni. Mli wake utafanya walinzi watubaini. Bwana Bisare alijibu. Okay, nimekupata. Kwa hiyo inabidi tuanze kuchenza mbuga. Bwana Bufa Mbaranga aliongea. Yes, habari ndio hiyo. Tena inabidi tufanye haraka sana maana muda umekwenda. Wasije wakashtuka na kubaini kutokuwepo kwetu pale chuoni. Bwana Noni Manibisare aliongea huku akianza kutembea kusonga mbele. Sawa bosi. Bwana Bufa Mbaranga naye alijibu kwa akimfuata Bwana Noni Manibisare. Mwendo wao wa kijeshi uliwafanya watumie dakika kama 15 tu kuzikata zile kilomita 2. Na sasa wakawa wamefika katika uzio wa chuo kile ambao ulikuwa umejengwa kwa matofali. Na eneo ambalo walikuwepo lilikuwa na giza kidogo, hivyo ilikuwa nzuri kwa usalama wao. Kila mmoja aliingiza mkono mfukoni na kutoa kofia maalum za kuvisha kichwa. Kofia hizi zilikuwa zinaziba kichwa chote pamoja na uso na kuacha macho tu. Kofia hizi zilikuwa maalum kwa ajili ya kuficha sura. Isingekuwa rahisi kugundulika wao ni akina nani wakiwa wamevaa kofia zile. Haikuwa ngumu kwao kuparamia ukuta ule kutokana na mafunzo ya kijeshi waliokuwa nayo. Iliwachukua sekunde 5 tu kuparamia ukuta ule, yani ilikuwa ni mithili ya nyani. Walijirusha na ukuta chini upande wa ndani pasi kufanya kelele. Walikuwa wakijiamini sana kwa kile ambacho walikuwa wakifanya. Lakini siku ile haikuwa njema kabisa kwao. Nuksi ilikuwa upande wao. Bahati mbaya hii kwa upande wao ilianzia kutoka kule mjini kwenye ukumbi wa sherehe ambako walikuwa wameacha tafrani kubwa. Walipotaka kusimama tu ili waendelee na safari yao ya kwenda mabwenini, walijikuta wakitizamana na mtoto wa bunduki. Macho yao yaliweza kumuona mwanajeshi ambaye alikuwa ni mlinzi akiwa ameushika vyema kabisa mtoto ule. Ninyi ni akina nani? Mwanajeshi yule aliuliza. Bwana Noni Manibisare na Bufa Mbaranga walitizamana. Kitendo kile hawakuwa wamekitegemea. Hivi akili zao zilikuwa zikichemka haraka haraka kupata suluhu ya namna ya kufanya. Hawakujibu, walibaki wakimtizama mwanajeshi yule. Utadhani alikuwa ni mtu wa ajabu sana kwao. Yaani walikuwa ni kama watu ambao walikuwa hawaelewi ile lugha ya Kiswahili ambayo mwanajeshi yule mlinzi alikuwa ametumia. Mnajifanya mnielewi swali langu sio? Sasa inueni mikono yenu kisha mtoe hizo soksi zenu kwenye macho yenu. Na msijaribu kufanya ujinga wowote, kwani nitavuruga ubongo wenu. Mlinzi yule alifoka. Amri ya mlinzi yule haikutekelezwa. Mlinzi yule akazidi kupandwa na ghadhabu. Akaona pale hakukuwa na muda wa kumbembeleza. Alidhamiria kuwamiminia risasi za kutosha na kuwafikilia mbali. Siojua pale jeshini, hivyo ukileta ujinga kama ambao wanaume wale walikuwa wameufanya, basi unaweza kujikuta unakifanya kifo kiwe swahiba wako.
wa karibu sana. Mwanajeshi yule alikuwa kibunduki yake ile auze kuogesha risasi watu wale ambao mpaka wakati ule hakuwa amewatambua na kina nani kutokana na nyuso zao kufichwa. Lakini hakuweza kutimiza adhima yake. Pigo la karate kutoka kwa Bwana Anonymous Bisare lilipangua bunduki kutoka mkononi mwa mlinzi yule na kuirusha mbali. Hapo Bwana Bufa Mbaranga alimbandika ngumi mbili za uso mlinzi yule, ambapo aliona kama nyota. Kabla hajakaa sawa, alichezea ngumi kama 5 mfululizo kutoka Bwana Anonymous Bisare ambazo zilimfanya akohoe pasi kutoa sauti, huku tumbo lake akiwa amelishikilia. Mambo alikuwa amegeuka kwa mlinzi yule. Alichezea kipigo cha kimya ambacho kilimnyongonyeza kabisa. Baada ya hapo Bwana Anonymous Bisare alimpiga pigo maalum la kisogoni ambalo lilimfanya mwanajeshi yule anguke chini na kupoteza fahamu. Wazee wa kazi wakagongesha mikono ya ishara kupongezana kwa ushindi na kuanza kusonga mbele kuelekea mabwenini. Walikuwa wakitembea kwa tahadhari kubwa sana pasi kujulikana. Siku iliyofuata asubuhi na mapema iliitishwa gwaride maalum. Wanafunzi wote walikuwa wamepanga mstari mnyofu katika uwanja maalum wa mazoezi. Macho yao yalikuwa mbele wakitizama mkufunzi wao. Jana usiku wa manane kuna tukio ambalo si la kawaida lilitokea. Mkufunzi mmoja ambaye alikuwa na cheo cha kanali alianza kuongea. Wanafunzi walikuwa kimya kumsikiliza. Kuna watu wawili walivamia hapa chuoni, ambapo alimshambulia mlinzi pindi alipojaribu kupambana nao. Sasa hatuelewi watu hao walikuwa ni kina nani. Tukisema ni majambazi, ni ngumu sana kwa majambazi kuvamia kambi ya jeshi. Na tunaamini sio majambazi kwa sababu hakuna chochote ambacho kimeibiwa. Na pia tukisema ni ninyi miongoni mwenu, tena tutakuwa tunapingana na fikra zetu. Hii ni kwa sababu nyote mlikuwa mabwenini mmelala. Kanali yule aliendelea kuongea. Wakati huo Bwana Anonymous Bisare na Bufa Mbaranga walikuwa wametulia tuli, wamejikausha mstarini. Utadhani si wao ambao ndio walikuwa wahusika ambao walikuwa kitafutwa pale. Hakuna hata mmoja ambaye angeweza kudhani hivyo. Kwa hiyo mpaka sasa tumebaki njia panda tukiwa hatujui ni nani hao walituvamia na walikuwa na lengo gani. Kanali yule alipitisha ukimya kwa sekunde kadhaa akiwatizama wanafunzi wale kabla ya kuendelea. Kwa hiyo hii ina maana kwamba kuanzia sasa tunapaswa tutambue kwamba kuna watu ambao ni hatari waliweza kutuvamia. Hivyo tunapaswa kuchukua tahadhari katika muda wote. Na pia sote kwa pamoja tunapaswa kufanya uchunguzi ili tuweze kubaini ni nani waliovamia kambi yetu. Walikuwa na lengo gani? Kanali yule alimaliza kutoa maelezo kwa wanafunzi. Yes sir. Wanafunzi wale walijibu kwa pamoja. Baada ya maelezo yale mafupi, wanafunzi wale waliruhusiwa kuendelea na ratiba zao. Wanafunzi wale walitoka pale kiwanjani huku vichwani mwao wakiwa na mawazo tele juu ya kisa kile ambacho walikuwa wameelezwa na mkufunzi wao. Kwa upande wa Bwana Anonymous Bisare na Bwana Bufa Mbaranga walikuwa na furaha. Furaha yao ilikuwa ni kwa sababu msala ule ulikuwa umefanikiwa kupita. Walikuwa na wasiwasi kama wangebainika kama ni wao waliofanya tukio lile, basi habari za kuendelea na chuo zingekuwa ndo zimeishia hapo. Aise Mbaranga, ila jana hatukumfanyia poa yule mlinzi. Bwana Anonymous Bisare aliongea pindi wakiwa peke yao. Kama kichapo alichezea aise, ila yeye mwenyewe bahati ilikuwa nzuri kwa upande wake. Tulikuwa tuna namna maana angeweza kutudadisha. Bwana Bufa Mbaranga alijibu. Ila vipi kama ingetokea angekufa? Bwana Bisare alihoji. Hapo sasa msala ungekuwa ni noma mara 7 zaidi ya huo. Hapa chuoni pangewaka moto. Tushukuru Mungu kwamba mlinzi yule alikuwa amepoteza tu fahamu. Maana pangechimbika. Mbaranga alijibu. Ila tuende mbele turudi nyuma. Jana tulienjoy aise. Wale warembo walikuwa hatari. Yaani walitupa vitu vitamu sivyo nchi hii. Bwana Anonymous Bisare aliongea. Yaani ilikuwa ni burudani ya kukata na shoka. Mimi hapa nilipo niko mwepesi. Bwana Bufa Mbaranga aliunga mkono. Kijiji cha Kamficheni, mkoa wa Gauro, Bantu. Kilimo ndio uti wa mgongo wa nchi ya Bantu. 80% ya wakazi wa nchi ya Bantu wanajihusisha na shughuli za kilimo. Hii ilikuwa na maana kwamba nchi ya Bantu ilikuwa ikiingiza mapato makubwa kutokana na sekta ya kilimo. Sekta hii ya kilimo ilikuwa ikiendeshwa
katika mfumo wa aina mbili. Kwanza kabisa, kulikuwa na makampuni makubwa ambayo yalikuwa kihodhi mashamba makubwa na kufanya shughuli za kilimo. Pia serikali ilikuwa na hisa katika baadhi ya makampuni haya. Wazalishaji hawa wakubwa mazao yalikuwa wakiauza katika soko la kimataifa. Hii ina maana kwamba walikuwa wakisafirisha na kuuza nje ya nchi. Mfumo wa pili ulikuwa ni wakulima wadogo wadogo. Katika mfumo huu wakulima wadogo wadogo walikuwa wakizalisha mazao kwa kiasi kidogo, ambapo mazao haya yalikuwa yakitumia kama chakula katika kaya zao na mengine ya ziada waliyauza. Sekta ya ufugaji pia ilikuwa ni mojawapo ya sekta kubwa ambazo zilikuwa zikichangia katika pato la taifa la Bantu. Mazao yaliyotokana na sekta hii yaliweza kuuzwa pamoja na mengine kutumiwa kama malighafi katika viwanda vya ndani na nje ya nchi. Mazao haya ni kama vile nyama, ngozi, maziwa, kwato, pembe, samadi na kadhalika. Kijiji cha Kamficheni kilikuwa ni kijiji maarufu sana nchini Bantu. Umaarufu wa kijiji hiki ulitokana na kijiji hiki kuendesha sekta mbili kama njia yake ya kiuchumi. Sekta hizi zilikuwa ni kilimo pamoja na ufugaji. Sekta hizi zilifanywa kwa ukubwa sana. Nusu ya wanakijiji wa Kamficheni walikuwa ni wakulima, wakati nusu ile baki walikuwa ni wafugaji. Na wafugaji hao walikuwa ni wa kabila la Wamasai. Kutokana na wakulima na wafugaji hao kuwa ni wakazi wa kijiji hiki kimoja, walijikuta shughuli zao zikiingiliana. Hii ni kwa sababu eneo ambalo wakulima walikuwa wakilima mazao yao ndilo ambalo wafugaji nao walikuwa wakichungia mifugo yao. Hali hii ilisababisha mifugo kuharibu mazao ya wakulima mara kwa mara na kuwasababishia hasara kubwa sana. Na wafugaji hawa wa Kimasai walikuwa wakali sana pindi mifugo yao ilipokuwa imeharibu mazao ya wakulima. Hawakuwa wakitaka kufanya suluhu na wakulima ili wapate kufanya tathmini ya uharibifu waliofanya na kulipia mazao. Badala yake waliwatisha wakulima kwa silaha zao za jadi na hata mara nyingine kuwapiga. Ugomvi huu baina ya wakulima na wafugaji ndio ambao ulikipa kijiji cha Kamficheni umaarufu zaidi. Ugomvi huo ulikuwa unakuwa mkubwa hata kupelekea madhara makubwa sana kwa wanajamii kama majeraha na mara nyingine vifo. Sasa kipindi hicho kulizuka ugomvi mkubwa sana baina ya wakulima na wafugaji. Ugomvi huu ulileta madhara makubwa sana, ambapo watu zaidi ya 20 walifariki. Ilikuwa ni majonzi makubwa sana katika eneo lile. Hali ya usalama ilikuwa imetoweka kabisa. Hali hiyo ilimwibua waziri wa mambo ya ndani wa Bantu, ambapo aliomba jeshi la ulinzi liweze kusaidia katika kuleta hali ya usalama katika kijiji kile. Mkuu wa jeshi la ulinzi alikubali ombi lile la waziri wa usalama, ambapo walifanya majadiliano na waziri wa ulinzi na usalama. Waziri wa ulinzi na usalama amempa ruksa ya kuendelea na mchakato ule. Hapo ndipo wanafunzi wale wa chuo cha Kano Military Training Base walipochukuliwa na kupelekwa katika kijiji cha Kamficheni kwa lengo la kuhakikisha usalama wa kijiji kile. Na pia kwa ile ilikuwa ni kama mazoezi kwa njia ya vitendo. Hivyo ilikuwa ni sehemu ya mafunzo yao. Katika kundi la wanafunzi waliopelekwa kule Kamficheni, masahiba wawili, Bwana Noni Manibisare na Bufa Mbaranga, walikuwa miongoni mwao. Wao walikuwa na furaha sana, kwani walikuwa wakipenda sana kuhudhuria mafunzo kwa vitendo kuliko masomo ya darasani. Wanajeshi wale walifanya kazi yao vizuri sana. Ndani ya muda mfupi sana na uwepo wao pale kijijini, amani ikarejea. Wale ambao walikuwa ndio vinara wa vurugu katika pande zote walikamatwa na kushikiliwa. Wananchi wa pande zote mbili, yani wakulima na wafugaji, wakaendelea na shughuli zao chini ya uangalizi wa wanajeshi wale. Na walipanga kukaa pale kijijini kwa mwezi 1.5 ili kuhakikisha kwamba amani imerejea kabisa na hakuna mtu yeyote ambaye ataweza kuanzisha vurugu tena. Pia alikuwa akitoa elimu kwa pande zote mbili waweze kuishi kwa amani na usalama kama ndugu. Unaitwa Mwajabu aisee? Jina lako zuri na tamu sana, Bwana Bufa Mbaranga aliongea. Wakati huo Bwana Noni Manibisare alikuwa kama hatua 10 kutoka pale ambapo Bwana Bufa Mbaranga alikuwa akizungumza na mwanamke yule. Eneo lile lilikuwa ni mtoni. Ilikuwa ni eneo ambalo wananchi wa kijiji cha Kamficheni walikuwa wakilitumia kuteka maji ya kunywa, kupikia pamoja na kufulia. Eneo lile lilikuwa limejaa vichaka vingi na vizito. Wakati ule alikuwa ni majira ya saa 7 za mchana. Mwajabu alikuwa amekuja pale mtoni kwa lengo la kuteka maji. Mwajabu alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa ameolewa.
alikuwa na mtoto mmoja aliyempata na mume wake aitwaye Bwana Omar. Walikuwa wakipendana sana na walikuwa wakiishi kwa amani na furaha. Sasa ndio maneno gani ya kuniambia hayo? Hivi hujui kama mimi ni mke wa mtu? Mwajabu alijibu huku akiinama chini kwa aibu. Sasa mimi ningejuaje? Yaani wewe ni mtoto mbichi bado. Utadhani bado hujaolewa. Bwana Bufa Mbaranga alipiga domo. Lakini hebu tuachane na hawa ya kuolewa, turudi kwenye pointi ya msingi. Mbaranga aliendelea kuongea. Pointi gani hiyo? Mimi nakupenda sana Mwajabu. Bwana Bufa alijibu. Utampendaje mke wa mtu? Kwani mke wa mtu hapendwe? Mimi nakupenda na nina nia nzuri kabisa na wewe. Mbaranga aliongea. Hivi baba, una kichaa? Unakuwaje na nia nzuri na mke wa mtu? Mimi nimekwambia nimeolewa na ninampenda sana mume wangu. Sikiliza Mwajabu. Mume wako kitu gani? Mimi nitakuchukua na kupeleka jijini Kano. Huko utaishi maisha ya raha mustarehe, tofauti na hizi tabu ambazo unazipata huko kijijini. Wewe hustahili kabisa kuishi maisha haya. Mbaranga aliongea. Niache na shida zangu. Mimi nimekushazoea maisha haya na nimeridhika. Siwezi kumsaliti mume wangu eti kwa sababu ya tamaa ya mali na maisha ya starehe. Kwanza umeniudhi. Naomba uniache niteke maji niende. Mwajabu alijibu. Subiri kwanza Mwajabu, bado hatujamaliza. Bwana Bufa Mbaranga aliongea akimzuia Mwajabu asiteke maji mtoni. Mwajabu alikasirika sana. Aliamua kuacha kuteka maji na kutaka kuanza kuondoka. Bwana Bufa Mbaranga alimtangulia kwa mbele na kumzuia, wakati huo akimkonyeza Bwana Anonymous Bisara. Bisara akawa anakuja kwa nyuma huku Bufa Mbaranga akiendelea kupambana kumzuia Mwajabu asiondoke. Nimkwambia niache niondoke, nitakupigia kelele. Mwajabu aliongea huku akijaribu kujitoa katika mikono ya Bufa Mbaranga ambaye alikuwa amemshika. Subiri kidogo tuongee. Tuyajenge na tuyamalize. Kabla Mwajabu hajaongea chochote, alijikuta akipigwa nyuma kisogo na kipigo maalumu kilimfanya alejee mwili mzima na kupoteza fahamu. Ilikuwa ni pigo maalumu kabisa kutoka kwa Bwana Anonymous Bisara. Mbaranga alimshikilia Mwajabu ili asiende chini. Tunzetu tukafaidi mali hii. Bwana Bufa Mbaranga aliongea huko akimnyanyua Mwajabu na kumweka begani. Mtoto amenona sana huyo. Bwana Anonymous Bisara alijibu kwa akichukua ndoo pamoja na kanda mbili za Mwajabu na kuondoka nazo. Walitokomea ndani katika vichaka mbali kabisa na eneo lile ambalo lilikuwa likitumika kuteka maji. Dakika kadhaa mbele Mwajabu alizinduka, alijikuta akiwa amelazwa mahali fulani juu ya nyasi lakini kichakani, huku mdomo wake ukiwa umefungwa kwa kitambaa. Pia mikono yake ilikuwa imefungwa kwa nyuma. Mbaya zaidi, alikuwa mtupu kama alivyozaliwa, akiwa hana nguo yote mwilini mwake. Umeamka? Karibu sana mrembo. Bwana Bufa Mbaranga aliongea huko akiwa anatoa suruali yake. Mwajabu alishtuka sana. Alianza kutaka kupiga kelele na kuomba msaada, lakini hakuweza kwa sababu ya kufungwa kwa mdomo wake. Usijaribu kufanya matata yote, kwani utakuwa ukijihangaisha tu. Haitosaidia kitu. Wewe tulia tu. Tupate vitu kisha tukuache uende zako. Bwana Anonymous Bisara naye aliongea huko akivua suruali yake. Pale mtoni nilikwambia kwa upole na upendo, lakini hukutaka kusikia. Wala usingefika kote huko. Lakini kwa sababu ya ukaidi wako, basi hatuna njia nyingine. Bwana Bufa Mbaranga aliongea huko akienda juu ya mwili wa Mwajabu. Mwajabu alijaribu kubana miguu yake lakini hakuweza. Mikono yenye nguvu ya Bwana Mbaranga iliweza kuzuia na kuanza kumwingilia. Mwajabu alilia sana. Alibaki akigumia tu, kwani sauti haikuweza kutoka kutokana na kitambaa kile kilichokuwa kimefungwa mdomoni. Baada ya Bufa Mbaranga kumaliza raundi yake, Bwana Anonymous Bisara naye akapokea. Alimwingilia Mwajabu. Alifanya naye tendo lile la ngono mpaka Mwajabu akalegea kabisa. Walirudia raundi ya pili kila mmoja. Walikuwa wanataka wamalize kabisa hamu zao za kutoka kukutana na kimwili na wanawake kwa muda mrefu. Sasa niko mwepesi. Bwana Mbaranga aliongea kivaa suruali. Mimi ndio usiseme. Mwanamke mtamu sana huyu. Yaani natamani kama nende naye mjini hivi nikae najilia kila siku. Bwana Anonymous Bisara naye aliongea huku akivaa suruali pia. Sasa tumemaliza. Je, tunamfanyaje huyu mwanamke? Bwana Bisara aliongea huku akiwa anamnyoshia kidole Mwajabu ambaye alikuwa hoi pale chini
akilia kwa uchungu. Huyu hafai kuendelea kuishi. Akienda kule kijijini ni lazima atatutaja. Na huo utakuwa msala mkubwa sana. Bwana Bufa Mbaranga aliongea. Kauli ya Bwana Bufa Mbaranga ilimshtua Mwajabu pale chini. Alianza kugumia akijaribu kuongea kitu, lakini ilishindikana kwa sauti yake kutotoka. Machozi yalimporomoka akiamini kwamba muda wake wa kuishi duniani ulikuwa umekwisha. Kwani wanaume wale walikuwa ni zaidi ya wanyama. Umeongea pointi ya msingi sana Mbaranga. Huyu anatakiwa amalizwe kabisa. Bwana Noniman Bisare aliongea huku akimsogelea dada Mwajabu pale chini. Kwanza tunashukuru kwa mapenzi matamu uliyotupa. Pili, utatusamehe kwani hatuna budi kufanya hivi. Tukikuacha hai ni lazima utakwenda kumwaga siri hii hadharani. Na sisi hatuko radhi kukuona ukifanya hivyo. Bwana Bisare aliongea. Mwajabu alitikisa kichwa kuashiria kwamba hatatoa siri ile, hivyo amwache hai. Bwana Noniman Bisare hakulizingatia hilo, akaikamata shingo ya dada Mwajabu na kunyonga kwa nguvu. Mlio kama kijiti kikavu kivunjikapo ulisikika. Shingo ya Mwajabu ikawa imevunjika, huku Mwajabu akiatoa macho yake kama maumivu makali. Alitapatapa kupambania uhai wake na hatimaye akafariki dunia. Kitendo kile kilikuwa cha furaha sana kwao. Walicheka sana na kujiona kwamba walikuwa wako salama. Walipoanza kuondoka ghafla walisikia kama mchakato. Hatua kadhaa kutoka pale walipokuwa. Hapo ndipo wakabaini kwamba kumbe hawakuwa peke yao mahali pale. Haraka haraka wakaanza kufanya uchunguzi ili waweze kubaini ni nani ambaye alikuwa akiwachunguza. Hakutaka kabisa kumwacha mtu huyo atoroke. Bwana Bufa Mbaranga akazunguka katika upande mmoja wa kichaka, wakati Bwana Noniman Bisare naye akazunguka katika upande wa pili wa kichaka. Wote kwa pamoja waliweza kumuona askari jeshi mwenzao akijaribu kukimbia kutoka eneo lile. "Hey, simama!" Bwana Bisare alifoka. Askari yule alisoma kwa woga. Alifanya hivi kwa sababu alikuwa akijua vyema Bwana Bufa Mbaranga pamoja na mwenzake. Alijua hata angejaribu kukimbia kato asingeweza kufika popote kabla ya kutoka katika mikono ya askari wale machachari na hatari kabisa. "Bwana vipi? Umepotea njia au?" Mbaranga alimuuliza askari yule pindi walipomkaribia. Ndio. Askari yule alijibu kwa kujikanyaga sana. Moyo wake ulikuwa na hofu sana. Hakuwa na uhakika kama atatoka salama siku ile. Alianza kujilaumu ni kwa nini alikuwa akiwafuatilia askari wale ambao walikuwa kijulikana na sifa kwa ukorofi. Hivi wewe hapa kijijini uliletwa kwa ajili ya kufanya upelelezi au kwa ajili ya kusimamia hali ya usalama wa wanakijiji? Bisare aliuliza. "Niletwa kwa ajili ya kusimamia usalama wa wanakijiji." Askari yule alijibu huku bado akiwa ametamalakiwa na hofu kubwa sana moyoni. "Sasa ni kitu gani kilikutuma mpaka ukaanza kutupeleleza? Ni nani ambaye alikutuma?" Bwana Noniman Bisare aliuliza. "Hapana jamani. Sikuwa nawapeleleza. Mimi nilikuwa napita tu njiani. Nisameheni." Askari yule alijibu. "Hivi ngoja tukuulize swali rahisi kabisa. Umeona nini?" Bwana Bufa Mbaranga aliuliza. "Mimi sijaona kitu jamani. Na hapa mbele za Mungu mimi sijaona chochote." Askari yule alijibu kwa kupatana kwa uoga. Hujaona kitu sio?" Bwana Bufa Mbaranga alijibu kwa kejeli. "Sasa hebu ikae hivyo hivyo kama hujaona kitu. Tukisikia chochote kwa mtu yeyote, yani kwa lugha rahisi, ni kwamba haya yote uliyoyaona yafanye kama hujayaona. Rehani ya maisha yako ni wewe kufunga mdomo wako. Ukijaribu tu kuongea chochote, basi jua kwamba hutaendelea kuliona jua. Tutakuua." Bwana Bisare aliongea huku akiwa amemkwida na kumtikisa tikisa. Bwana yule alitetemeka sana nusura mkojo mtoke. Aliona kama alikuwa amesogelea sana kifo chake. "Mimi siwezi kusema chochote jamani. Naomba mnisamehe." Bwana yule aliomboleza. "Haya, potea haraka sana kutoka hapa. Zingatia yale tuliyokuonya. Ukienda tofauti tu, basi itakuwa ndio kifo chako." Bwana Bufa Mbaranga alifoka. Bwana yule hakuamini macho yake kama alikuwa anaponea katika tundu la sindano. Alitoka mbio spidi kilomita 60 kwa sekunde. Alizilaza nyasi za eneo lile kwa buti zake ambazo zilikuwa zikipambana haraka kuchukua mwili wake kuondoka kutoka eneo lile ambalo kwa wakati ule lilikuwa ni hatari sana kwake. Huyu mpuzi naye tutakuwa kumnyongelea mbali. Nina wasiwasi kama ataweza kutuza siri hii. Bwana Bisare aliongea.
Hapana, huyu wakati wake si sasa. Hatutakiwi kuongeza msara mwingine kwa wakati huu. Jambo la muhimu ni kwamba tupotee kutoka eneo hili kabla mambo hajawa makubwa, Bwana Bufambaranga aliongea. Kwa mkwara ambao tumemchimba ni lazima kwa kipindi fulani hiki cha mwanzo watafunga mdomo. Hapo sisi tutakuwa tayari tumepanga kujua ni jambo gani la kufanya. Ni kweli ulivyosema kwamba siri hii hakuna ambaye anaweza kuitunza zaidi yetu sisi wenyewe, Bwana Bufambaranga aliongezea. Wakati huo walikuwa akiondoka kutoka eneo lile kwa haraka sana. Ila tumefaida ise, yani siamini kama huko kijijini kuna watoto watamu kiasi hiki, Bwana Bisare aliongea huku akiendelea kutembea. Anyway, acha ise. Mtoto alikuwa moto kabisa. Ilikuwa raha kweli. Bwana Mbaranga naye alimuunga mkono Bwana Anonymous Bisare kwa maneno yake ya kifedhuli. Hivi mwanamke leo imekuwaje? Yaani kwenda kuteka maji mtoni anatumia zaidi ya masaa 4. Bwana Omari alijiuliza kwa sauti ndogo kidogo. Nakumbuka wakati ananiaga kwenda mtoni, mimi nilikuwa nimejipumzisha hapa na usingizi kunichukua. Sasa mpaka saa masaa mengi yamepita na sioni dalili za kwamba amerudi. Nini ambacho kimemkuta? Au ameanza kunisaliti siku hizi? Lakini hapana, mwanamke yule ni mwaminifu sana katika ndoa yetu. Lazima kutakuwa na jambo ambalo si la kawaida litakuwa limetokea. Bwana Omari aliendelea kujiongelesha mwenyewe. Ngoja niende huko mtoni nikatizame nijue kulikoni. Hii hali sio kawaida kabisa, Bwana Omari aliongea huku akichukua mkwaju wake. Baada ya hapo akatoka nje ya nyumba yake na kusindika mlango. Akaanza safari ya kuelekea mtoni kwenda kujua nini ambacho kilikuwa kimemsibu kipenzi chake. Dakika 15 zilitosha kumfikisha Bwana Omari mtoni. Huko alikutana na baadhi ya kina mama na kina baba kiteka maji. Asalamu alaykum, Bwana Omari aliwasabahi. Wa alaykum salam, alijibiwa. Samahani, eti memwona mke wangu Bi Mwajabu? Bwana Omari aliuliza. Hapana bwana, hatujamwona mkeo kabisa siku ya leo, mama mmoja alijibu. Haiwezekani, mke wangu alitoka nyumbani majira kama ya saa 8 hivi kuja huko mtoni kuteka maji. Mpaka sasa bado hajarudi, Bwana Omari aliongea. Aisee, mbona hizo habari ni za kushangaza sana? Mzee mmoja aitwaye Mzee Uledi alijibu. Ni kweli linashangaza, na ndio maana nikaamua nije huko mtoni kutazama kujua kulikoni, Bwana Omari alijibu. Bi Mwajabu ni mwanamke mtulivu, si mwanamke wa kuruka huko na kule. Hii inatufanya tuingiwe na wasiwasi na hili ambalo limetokea. Hapa ni lazima pana walakini, Mzee Uledi alijibu. Jamani, nini mpaka nahisi kuchanganyikiwa? Sasa mke wangu atakuwa wapi? Bwana Omari aliuliza, ukijisha kianza kumtoka na moyo wake ukizidiwa na wasiwasi. Mimi nashauri swala hili tukalipeleka kwa balozi, nadhani hapo tutajua tufanye nini. Hebu tuende Bwana Omari, Mzee Uledi alisema. Baada ya hapo Mzee Uledi na Bwana Omari walianza kuondoka kuelekea kwa balozi. Habari zako balozi, Mzee Uledi alimsabahi Mzee Mwakifimbo ambaye ni balozi mara baada ya kufika nyumbani kwake. Salama kabisa Mzee Uledi. Kwema huko mtokako? Huko si kwema kabisa Mzee Mwakifimbo. Kunani tena huko? Mbona mwaniweka roho juu? Mke wa Bwana Omari ametoweka nyumbani na mpaka sasa hajulikani mahali alipo, Mzee Uledi alijibu. Mke wa Bwana Omari? Unamaanisha Bi Mwajabu? Sasa unamfahamu kigani mwingine wa Bwana Omari, Mzee Mwakifimbo? Uledi aliuliza. Nisameni jamani, nimetindikiwa tu, Mzee Mwakifimbo alijibu. Basi ndio hivyo balozi, mke wangu aliondoka nyumbani majira sana na kwenda mtoni kuteka maji. Sasa mpaka sasa hivi bado hajarejea, Bwana Omari aliongea. Sasa atakuwa amekwenda wapi? Mzee Mwakifimbo aliuliza. Sasa hilo ndilo swali ambalo sisi sote tujiuliza pasi majibu. Kwa hili nahisi kuna walakini. Tunatakiwa tufanye msako kijiji kizima tumtafute, Mzee Mwakifimbo alishauri. Ni wazo zuri bwana balozi, nadhani tunapaswa kwenda kule kambini kwa wanajeshi tukaombe msaada, Mzee Uledi alijibu. Uko sahihi kabisa. Basi nadhani hakuna haja ya kupoteza muda. Ngoja tugonge kengele, tuwakusanye watu kisha tuongozane mpaka kwa wanajeshi, Mzee Mwakifimbo alijibu. Jamani, hii ilikuwa ni sehemu ya 11. Tukutane katika sehemu ya 12 tujue je, msako utafanyikaje.
na hawa bwana Nonimani Bisare na mzee Bufa Mbaranga watafahamika kama ndo wamefanya kitendo hiko cha ubakaji na kumuua mwanamke wa bwana Omari. Nikutakia tu siku njema, tukutane hapo kesho. Naitwa Trishi. Asante kwa kuwa chama la Light Simulizi. Thank you.